Penda kuchambua jambo fulani hapa kuhusu mtego unaowafanya 90% ya watu kuishi katika umaskini. Kwa hivyo ujue kwamba umaskini sio kitu mzuri. Unajua jambo la kushangaza ni kwamba kama ningeweka watu karibu 100 katika chumba hiki, sasa hivi watu 90 kati yao wanafanya kazi maisha yao yote, lakini bado wataishia kuwa maskini. Na unashangaa, sio kwa sababu hawafanyi kazi kwa bidii, sio kwa sababu hawana akili, ni kwa sababu wamenaswa kwenye mtego ambao ni hatari. Ni jambo baya zaidi, jambo baya zaidi hapa ni kwamba hata hawajui ya kwamba wako kwa mtego. Ni kama kumweka panya kwenye gurudumu. Panya anakimbia kwa kasi, anatoka jasho, anafanya kazi kwa bidii, labda hata anajivunia juhudi zake, lakini bado yuko katika kizimba, yumo ndani ya kizimba. Hivyo ndivyo ilivyo kwa 90% ya watu siku hizi. Wanaamka, wanaenda kazini, wanapata mshahara, wanatumia pesa zote, kisha wanaanza tena mzunguko huo tu. Halafu wakiisha fika miaka 60, wanajiangalia kwenye kioo na kujiuliza, maisha yangu yote yameenda wapi? Huo si maisha, huo ni mzunguko tu usio na mwisho. Na hapo ndipo kuna ujanja. Mimi nikiangalia hapo kuna ujanja fulani. Mtego huu huonekana kuwa hatari. Kwa kweli unaonekana kuwa salama kwa wengine tu, wale ambao wao wanaona tu ni kawaida tu, hawaoni kuna jambo fulani mbaya, wanaona ni kawaida. Kwa hivyo wewe unaonaje? Unahisi kwa kawaida na kwa kustarehesha? Jamii hata huwapongeza watu wanaobaki ndani ya mtego huo. Ndiposa leo nimekuja hapa niwajulishe kuhusu huu mtego, ili upate kujua vizuri. Kama vile ilivyo, watu wengi hawajui ni mtego, wanaona ni jambo la kawaida. Kwa hivyo hapa tunapata kwamba mara nyingi sana tunaishi katika shida ya umaskini, kwa sababu umaskini kwa kweli ni shida. Unachukua mkopo wa nyumba wa miaka 30, unachukua mkopo wa kununua gari, watu wanapata kushangilia, wanakwambia hongera, umefanikiwa sana, lakini ukweli ni kwamba wanakushangilia huko wakiendelea kutembea unaendelea kutembea kwa hatua ndani ya mtego huo, unaingia kwenye kizimba. Ushaona? Hebu tufanye jambo liwe rahisi kidogo kueleweka. Fikiria kijana anayeitwa Hassan, anapokea mshahara wake wa kwanza na anahisi maisha ya utajiri. Anaishi maisha kana kwamba yeye ni mfalme. Jambo la kwanza analofanya ni kununua simu mpya, kisha viatu vipya, viti vya kisasa, labda hata pikipiki kwa malipo ya polepole. Ghafla pesa zake zote zimekwisha. Mwezi unaofuata hana pesa, hali bado ni ile ile. Mwaka unaofuata bado ni ile ile. Miaka 5 baadaye bado hakuna mabadiliko. Huo si maisha, huo ni gurudumu la hamster. Unakimbia lakini kamwe utoki kwenye kizimba. Na ukijaribu kujinasua, mara nyingi utakutana na watu wanaokurudisha nyuma tu, kwa sababu wao hawajali maisha yako, wewe ndio unajijali. Ukisema nataka kuanzisha biashara, familia yako inasema hapana, ni hatari sana. Ukisema nataka kujifunza ujuzi mpya, marafiki zako wanasema kwa nini upoteze muda wako? Labda atakwambia kwa sababu ushaajiriwa, mbona sasa unajaribu kutafuta ujuzi na kwenda kusoma tena? Badala yake wanakuambia twende tukafurahie maisha leo usiku. Hii ndiyo sababu watu wengi wananaswa kwenye mtego huo wa umaskini. Sio kwa sababu hawawezi kupanda juu, bali kwa sababu watu wengi wanaowazunguka hawatawaruhusu. Tazama mfano ya watu mashuhuri kama vile Steve Jobs,
aliacha chuo kabla ya kuhitimu. Bill Gates aliacha Harvard University. Thomas Edison aliambiwa kuwa hana akili za kusoma. Kama wangesikiliza maoni ya jamii, huenda leo tusingekuwa na balbu ya umeme ama iPhone ama Microsoft. Wao walivunja mtego huo, walienda kinyume sana, wakawa watu ambao sio wa kawaida. Wakati huo huo, 90% ya watu wanaendelea kufuata mfumo ule ule: shule, kazi, mshahara, mkopo, kustaafu. Ni kama kucheza mchezo ambao mwisho wake tayari umeandikwa. Unajua utakavyoisha, lakini bado unaendelea kucheza tu mchezo huo. Umaskini mbaya zaidi si kukosa pesa. Umaskini mbaya zaidi ni kuamini kwamba maisha yako hayawezi kuwa zaidi ya vile yalivyo sasa. Ukikubali wazo hilo, uhitaji tena minyororo ya kukufunga. Wewe unataja tu, yani wewe utakuwa tayari umejifunga mwenyewe. Hakuna mnyororo utahitaji kujifunga, umejifunga tayari. Kwa hivyo jiulize sasa hivi, je, kweli unaishi maisha yako au umekwama tu ndani ya mtego wa umaskini? Kwa sababu wengi kabisa kwa kweli wamekwama. Ngoja nikwambie siri. Umaskini sio kila mara unatokana na kiasi cha pesa unachopata. Hamna. Mara nyingi unatokana na jinsi unavyofikiria kwa akili, inatoka kwa akili. Fikiria hili, watu wengi hawana tatizo la kipato, wana tatizo la matumizi. Wakipata shilingi 50,000 wanatumia shilingi 60,000. Wakipata shilingi 500,000 wanatumia shilingi 600,000. Wakipata shilingi 700,000 wanatumia 800,000. Mtego sio mshahara, mtego ni tabia zako, ni akili zako na mawazo yako. Umewahi kuona mtu akipandishwa mshahara, kitu cha kwanza anachosema ni hatimaye naweza kununua gari jipya ama simu mpya ama viti vipya. Hata hajapokea pesa, lakini tayari gari limeshaingia akilini mwake. Huo sio ongezeko la kipato, ni gereza kubwa lenye kutua. Ni gereza kubwa yani wewe huwezi kutoa sing'enge ama kuta zake. Nitakupa mfano. Kuna jamaa mwingine mmoja, wacha tumuite tu Carlos, analipwa shilingi 100,000 kila mwezi na analalamika kuwa hazitoshi. Unajua mimi nashangaa kwa sababu kuna watu ambao wanalipwa hata 10,000 lakini wanaishi vizuri sana. Pesa si shida. Pesa ni jinsi unavyotumia. Ghafla anapandishwa cheo na kuanza kupata shilingi 200,000. Nini kinatokea? Kwa sababu sasa amepandishwa 200,000, unafikiria kwamba maisha yake yatabadilika. Anaanza kuokoa au kuwekeza. Utapata kwamba haya yote hafanyi. Haokoi, haweki akiba, hakuna kuwekeza. Anaongeza tu kiwango cha maisha yake kinaenda juu. Simu kubwa, televisheni kubwa zaidi, chakula cha gharama kubwa zaidi. Wengine kama wamepangisha nyumba, wanaenda tena wanapangisha nyumba nyingine ya bei kali sana. Msongo ule, mfuko mtupu ule ule. Tofauti ni kwamba sasa yuko kwenye gereza la gharama kubwa zaidi, kwa sababu wamepandisha cheo cha gharama zake. Ndio maana 90% ya watu wanabaki pale pale walipo. Sio kwa sababu kipato chao ni kidogo, bali kwa sababu tamaa zao zinaendelea kukua kwa kasi kuliko mshahara wao. Mshahara wao ukiongezeka, basi na gharama zao zinaongezeka. Shaona. Kwa hivyo unapata kwamba ndio maana 90% ya watu wanabaki pale pale, wanaendelea tu pale pale, kwa sababu unapata sio kwamba kipato chao kimekuwa ni nini. Hapana,
Ni kama kumimina maji kwenye ndoo yenye matundu. Haijalishi unaongeza kiasi gani, yataendelea kuvuja tu, kwa sababu kuna tundu ama matundu. Kwa hivyo lazima tuangalie na ujue kwamba na kampuni zinapenda hali hiyo. Unafikiri matangazo yanayoonekana kwenye simu yako ya bahati, vitu ambavyo vinafanyika kwa mtandao ili wapate kushawishi, upate kununua vitu. Wanajua hasa ni lini umelipwa. Siku ya mshahara ikifika, ghafla mtandao wako unajaa matangazo ya simu mpya, safari za likizo, vitu vya anasa, bidhaa tofauti tofauti. Hawataki uweke akiba, hawataki uwekeze. Wanataka ubaki mfungwa mwaminifu katika mzunguko wa kufanya kazi, kutumia pesa, kisha kurudia tena tu mzunguko ule. Sasa waangalie wale waliofanikiwa kutoroka mtego huo. Tuseme Warren Buffett, mmoja wa matajiri wakubwa duniani pale Marekani, bado anaishi katika nyumba aliyoinunua mwaka wa 1958. Yeye ni tajiri, ashakuwa bilionea. Haya, kuna Mark Zuckerberg, yule ambaye alianzisha mtandao wa Facebook. Huonekana kuvaa fulana za mtindo ule ule. Karibu kila siku anavaa hivyo. Watu hawa wanaelewa jambo moja: pesa ni chombo cha kazi, sio mwanasesere ya kucheza. Lakini 90% ya watu hutumia pesa kama karatasi za sherehe. Wakizipata tu wanazitawanya kila mahali, kisha wanajiuliza, kwa nini bado mimi ni maskini? Rafiki yangu, ni kwa sababu bado unacheza ndani ya mtego ule, mtego wa kuzunguka huku na kule, na bado unabakia pale. Sasa tuzungumzie kufuli ya pili inayofunga mtego huu: hofu. Kama matumizi mabaya ni kamba inayofunga watu chini, basi hofu ndiyo kufuli inayohakikisha hawatawahi kujinasua kutoka kwa mtego huo. Hofu. Watu wengi si maskini kwa sababu ya uvivu, ama si kwa sababu wao ni wavivu, amna. Ni maskini kwa sababu wanaogopa kushindwa, wanaogopa kupoteza pesa, wanaogopa watu watasema nini. Yaani hawataki kuchukua hatua ya maendeleo. Hamna. Kinachochekesha ni kwamba wako tayari kubaki maskini maisha yao yote kuliko kuhatarisha kuonekana wajinga kwa mwaka mmoja tu. Hebu fikiria, rafiki yako anakuambia tuanzishe biashara. Wazo la kwanza linalowajia watu wengine ni lipi? Itakuwaje kama biashara hiyo itafeli? Karibu hakuna anayesema itakuwaje kama ikifanikiwa. Wao wanaangalia tu kwamba itaanguka ama itafeli. Kwa hivyo huo ni mtego. Hofu huwafanya watu waone matokeo mabaya kwanza, hata kabla hawajachukua hatua ya kwanza. Na kama mfano halisi ya maisha, Thomas Edison alishindwa zaidi ya mara 1000 kabla ya kugundua balbu ya umeme. Kama ungefikiri kama 90% ya watu, huenda mpaka leo tungekuwa tunaishi gizani tukitumia mishumaa kusoma. Kwa hivyo huyu Thomas Edison alikuwa na bidii sana. Unaweza kufikiria, samahani bosi, sikuweza kumaliza ripoti, mshumaa ulimalizika ama ulizimika. Lakini jambo la kuchekesha ni hili: watu wanaogopa kushindwa hawatambui kwamba tayari wanashindwa. Wako kwenye mtego wa kushindwa, hawatambui. Kama unatumia miaka 40 katika kazi unayoichukua, halafu unastaafu ukiwa huna chochote, je, hiyo sio kushindwa pia? Ulijaribu kukwepa kupoteza, lakini mwisho ukapoteza hata hivyo kabisa. Ni kama kukataa kushiriki mchezo kwa sababu unaweza kushindwa, lakini kwa kufanya hivyo tayari umeshapoteza moja kwa moja, umeshindwa.
wewe sasa ni mtu ambaye ameshindwa. Na hofu haitokei tu bila sababu. Jamii hutufundisha kuogopa. Shuleni ukifanya kosa unafeli mtihani. Kazini ukichukua hata hatari na mambo yakaendelea vibaya, unaweza kufukuzwa kazi. Kwa hiyo watu hukuwa wakiwa wanaamini kwamba makosa ni hatari sana. Hawajui watu wanajifunza kwa makosa. Lakini katika maisha halisi makosa ni ada ya kujifunza. Unalipa kwa kushindwa, lakini unahitimu ukiwa na hekima na maarifa, ujue hivyo. Angalia hadithi zote za mafanikio. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Jeff Bezos. Alichekwa aliposema angeuza vitabu kupitia internet. Watu hawangejua kwamba ataanza Amazon. Watu walidhani amechanganyikiwa. Elon Musk alipoteza roketi nyingi zaidi kuliko watu wengi kabla ya kufanikiwa. Kuna jamaa fulani anaitwa Colonel Sanders, yule mzee aliyebuni kuku wa kukaanga. Alikataliwa zaidi ya mara 1000 kabla ya mtu mmoja kukubali kuuza mapishi yake ya kuku. Kwa hivyo kuna mambo tu watu basi wanaweza wakakumwagia hofu, wakakuuzia hofu. Kama wangesikiliza hofu, leo tusingekuwa na Amazon, Tesla wala kuku wa kukaanga maarufu duniani. Lakini vipi kuhusu 90% ya watu? Wanaruhusu hofu itawale maisha yao. Wanakaa ofisini kila siku wakijiuliza, vipi nikiacha kazi? Vipi nikishindwa? Na wanasahau kuuliza swali muhimu zaidi, vipi nisipojaribu kabisa? Sasa mara nyingi sana wanaoajiriwa wakishakaa kwa kazi, basi wametulia, hawana neno. Ukweli ni rahisi, hofu ni gharama kubwa. Inakugharimu ndoto zako, inakugharimu fursa zako, na inakugharimu uhuru wako. Kama utalipa gharama ya kuchukua hatari, utalipa gharama ya majuto. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba hofu imeua watu wengi. Ukitaka kutoka kwa mtego huo wa umaskini, lazima ujifunze kuiangalia hofu machoni na kusema ndiyo, ninaweza kushindwa, lakini afadhali nishindwe nikisonga, nishindwe nikisonga mbele kuliko kubaki nimekwama milele. Kama hofu ndiyo kufuli la mtego wa umaskini, basi starehe ndiyo mto wa kukalia ndani yake. Na watu wengi wanaupenda sana huo mto, wakae ndani ya mto huo. Watu wengi hawashindi kutoka kwenye umaskini kwa sababu hawawezi. Wanashindwa kwa sababu wamezoea kuwa na starehe ndani ya hali zao zisizowafurahisha. Wanafurahia tu kukaa hapo ndani. Inaonekana ajabu, sivyo? Lakini fikiria, wanachukia kazi zao, wanalalamika kila siku, lakini hawaondoki. Kwa nini? Kwa sababu ni salama, kwa sababu wanajua mwisho wa mwezi mshahara utaingia. Ni kama mtu aliyekaa kwenye kiti kilichovunjika, kinamuumiza, lakini amekaa hapo kwa muda mrefu kiasi kwamba kusimama kunamuogopesha zaidi kuliko maumivu yenyewe. Anaona afadhali akae tu akiumia, lakini asisimame. Sasa hapo ndio kama wale ambao wanalalamikia kazi, lakini ukiwaangalia hawataki kutoka, hawataki kuchukua hatua. Hivyo ndio ilivyo kwa 90% ya watu. Wanaona ni bora waendelee kuchemushwa hivyo tu, wanaendelea tu kuumia. Wacha nikupe taswira fulani. Mtu amekaa kwenye sufuria yenye maji ya uvuguvugu. Mwanzoni anasikia vizuri, kisha maji yanaanza kupashwa moto pole tu, yanazidi kuwa ya moto, lakini anasema hakuna shida, angalau ninaijua ni hii sufuria. Halafu siku moja anaiva humo. Kwa hivyo
tunapata watu 90% wanakaa namna hiyo, wanaona ni bora waendelee kuchemushwa taratibu ndani ya sufuria ya starehe kuliko kuruka kwenda kwenye hali mpya wasioijua. Ndio maana watu wengi huchagua Netflix badala ya kujifunza, TikTok badala ya kujifunza, uvumi badala ya kujenga mitandao ya mahusiano, kulala zaidi badala ya kujenga ujuzi mpya. Mtego wa starehe ni wa ujanja sana. Uonekani kama mtego, unaonekana kama furaha. Lakini ukweli ni huu, starehe ina gharama kubwa sana. Inakugharimu maisha yako ya baadaye, maisha ya usoni. Kwa hivyo waangalie wana michezo watu kama Muhammad Ali aliwahi kusema, nilichukia kila dakika ya mazoezi, lakini nilijiambia usikate tamaa. Teseka sasa na uishi maisha yako yote kama bingwa. 90% ya watu husema nitateseka baadaye, ngoja nifurahie maisha sasa. Mwishowe wanaishi kuteseka maisha yao yote. Huu hapa mfano unaeleweka. Unarudi nyumbani kutoka kazini ukiwa umechoka, unajiambia nitapumzika saa moja tu, alafu nifanyie kazi biashara yangu ya pembeni, kwa sababu lazima uwe na wanasemanga side hustle kwa Kiingereza, uwe na biashara ya pembeni. Nitapumzika kwanza, maneno kama hayo nitafanya baadaye. Lakini ile saa moja inakuwa 2, kisha 3, na ghafla ni usiku wa manane, unasema sawa, nitafanya kesho. Unaahirisha, kesho inakuwa wiki ijayo, wiki ijayo inakuwa mwaka ujao, na kabla hujagundua miaka 10 imepita, muongo mmoja. Starehe imekuibia muongo mzima wa maisha yako. Fikiria hivyo. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana, kwa sababu kwa kweli hata makampuni yanaujua mchezo huo. Kwa nini unafikiri yanawapa wafanyikazi marupurupu? Wengine wanawapa marupurupu ya kutosha tu, wanawapa kahawa ya bure, wanakaa chini ya kiyoyozi, au labda pizza ya bure siku ya Ijumaa. Hawataki uwe tajiri, wanataka uwe na starehe ya kutosha kiasi kwamba usiondoke kamwe. Huo si msaada. Hicho kinaitwa chambo. Sasa linganisha na wale wanaofanikiwa kutoka mtego huo. Wanajinyima starehe leo ili wanunue uhuru kesho. Wakati wengine wamelala, wao wanajifunza. Wakati wengine wanatumia pesa, wao wanawekeza. Wakati wengine wanatazama televisheni, wao wanajenga kitu kitakachobadilisha maisha yao kesho ama siku za usoni. Wewe fikiria hivyo, hata wewe pia ujue kwamba watu kwa ukweli hawana wakati. Mafanikio si jambo la kustarehe. Angalau mwanzoni huwa hayana starehe, lakini umaskini ndio maisha yasiyo na starehe kuliko yote. Maskini hana lake, hata hakuna shauri unaweza ukatoa. Kwa hiyo kuna kanuni moja muhimu. Ikiwa maisha yako yaonekana kuwa ya starehe sana, uwe makini, unaelekea pabaya. Starehe ya leo inaweza kuwa umaskini wa kesho. Kama hofu ndio kufuli na eneo la starehe ndio mto wa kujituliza, basi watu wanaokuzunguka wanaweza kuwa minyororo inayokufunga kabisa. Unaweza kufanya kazi kwa bidii, unaweza ukaweka akiba na kujenga ujuzi, lakini kama umezungukwa na watu wasiofaa, utafika mbali. Ni kama kujaribu kuruka angani huku umefungwa mawe miguuni. Ukweli ni huu, maskini unaweza kuambukizwa. Unaambukiza. Ukikaa muda mwingi na watu waliovunjika kiuchumi, wenye mawazo hasi na wanaofikiri kwa kiwango kidogo, utaambukizwa tabia zao. Utaambukizwa visingizio vyao na mipaka yao. Je, umewahi kugundua jambo hili? Unapojaribu kuboresha maisha yako, watu wa kwanza kukuzuia
mara nyingi si wageni, mara nyingi ni watu wa karibu na wewe. Unasema nataka kuanzisha biashara, binamu yako anacheka na kusema utapoteza kila kitu. Wewe kila kitu wanachokwambia ama jambo lolote wanalokuambia ni kwamba utapoteza. Kwa hivyo achana nayo, wewe achana nayo. Unasema nitajifunza uwekezaji, marafiki zako wanasema huo ni kamari tu. Unasema nataka kuwa tofauti, familia yako inanong'ona, usijifanye wa kipekee. Na ndio inaitwa athari ya ndoo ya kaa. Ukiweka kaa moja kwenye ndoo, hiyo ndoo anaweza kupanda na kutoka. Kwa hivyo ndoo ya kaa. Lakini ukiweka kaa 10, mara tu mmoja anapojaribu kutoka, wengine wanamvuta chini, warudi kwenye ndoo. Unaona sasa? Hivyo ndivyo walivyo watu wengi. Hawataki utoke kwenye mtego, kwa sababu kufanya hivyo kunawalazimisha kukubaliana na wewe na ukweli kuhusu maisha yao wenyewe. Hebu tufanye iwe ya kuchekesha kidogo. Fikiria unamwambia rafiki yako maskini, leo sitoki, ninaweka akiba pesa ili niwekeze. Atakutazama kana kwamba umetangaza unahamia sayari ya Mrii Mars. Kuwekeza. Atashangaa. Acha hizo rafiki, furahia maisha yako kidogo. Lakini hicho wanachokiita furahia maisha kidogo ndicho kinachowafanya wabaki maskini milele. Tazama mifano ya watu maarufu sana. Utapata kwamba watu kama Oprah Winfrey aliwahi kusema kwamba aliazimika kujitenga na watu waliokuwa wakibeza ndoto zake. Kuna mtu ambaye anaitwa Michael Jordan aliwahi kuondolewa kwenye timu ya mpira wa kikapu ya shule yake ya sekondari. Kama angewasikiliza waliomkata tamaa, huenda leo kusingekuwa na Air Jordan. Albert Einstein aliambiwa na baadhi ya walimu wake kwamba angefikia chochote maishani kama walimdharau sana. Hebu fikiria kama angewaamini, dunia ingekosa nadharia ya uhusiano kwa sababu tu ya sauti chache za kukatisha tamaa. Minyororo si rahisi kuiona kila wakati. Wakati mwingine si maneno ya watu ya kukuzuia, ni mawazo madogo. Unasema nataka kupata shilingi milioni 1 kwa mwezi. Rafiki yako anajibu, kwa nini? Ridhika tu na 100,000. Kwanza kabisa wanaona ni ndoto ya bunuwasi, haitafanyika. Na taratibu kile kinachoitwa ushauri kinakuwa tu kama gereza. Ukweli ni huu, ukikaa na watu 5 maskini, kuna uwezekano mkubwa ukawa wa 6. Lakini ukikaa na watu 5 wenye malengo makubwa na bidii, nao watakuvuta juu badala ya kukushusha chini. Na kwa hivyo mtego wa 5 ni huu, watu wasiofaa. Kuna watu wengine ambao tunazingirwa nao ambao hawafai katika maisha yetu. Kama unataka kutoka kwenye umaskini, wakati mwingine uhitaji pesa zaidi. Unahitaji marafiki wapya wenye wana akili timamu. Tumeshazungumzia matumizi mabaya ya pesa, hofu, maeneo ya starehe na watu wasiofaa. Hizo ndizo sababu zinazowafanya 90% ya watu wabaki maskini. Lakini kuna hatari njema. Si lazima uwe mmoja wao. Mtego ni wa kweli, lakini ufunguo pia ni wa kweli. Ni ufunguo huu: badilika wewe kwanza kabla ujibadilishe kwanza kabla hujajaribu kubadilisha maisha ya wengine. Watu wengine wanataka mshahara mkubwa lakini hawajengi ujuzi mkubwa. Wanataka uhuru lakini hawako tayari kuhatarisha chochote. Wanataka mafanikio lakini hawataki kutoka kwenye eneo la starehe. Ni sawa na kukaa ama kutaka kupunguza uzito huku kila pizza kila siku. Utapunguzaje? Kwa sababu pizza inaongeza kilo.
Rafiki yangu, hesabu hiyo haiwezi kufanyika vizuri. Hatua ya kwanza, jifunze. Ujuzi ndio fedha mpya. Kama unaweza kutatua matatizo, utakuwa maskini kwa muda mrefu, kwa sababu unajua kutatua matatizo mengi. Mtu maskini husema ninahitaji pesa zaidi. Mtu tajiri husema nahitaji ujuzi zaidi. Ni mtazamo upi unaofikiri utamtoa mtu kwenye mtego? Kwa sababu wengi wamo ndani ya mtego. Basi ni mtazamo upi utatoa watu? Haya, hatua ya pili, acha kufukuza hadhi, anza kufukuza uhuru. Ni vizuri sana ufukuze uhuru. Jambo la muhimu sana, usinunue vitu ili kuwavutia watu ambao hata hawakujali. Wewe unanunua vitu ili watu wakuone. Simu mpya haitakuokoa. Gari la kifahari halitakupa uhuru. Lakini uwekezaji, biashara au ujuzi, hivyo ni funguo za uhuru. Hatua ya tatu ni kabiliana na hofu. Ndio utafeli wakati mwingine, sio kwamba hutafeli. Ndio utajikuta kwenye aibu wakati mwingine, kwa sababu hii ni dunia, ina changamoto zake. Ndio unaweza kupoteza pesa, lakini hayo ndiyo ada ya mafunzo. Ni hekima, na tunapata kwamba ni ada. Kila kushindwa ni tikiti inayoonyesha kuwa unalipia hekima, alafu hekima haina bei. Hatua ya 4, badili mzunguko wako wa watu. Kama marafiki zako wanacheka ndoto zako, tafuta marafiki wengine tafadhali. Kama familia yako inakutilia shaka, waonyeshe kupitia matokeo, si mabishano na chuki. Na ni kujiharibia maisha, kwa sababu wengi watakwambia basi baba uwezi. Fanya kwa matendo, usibishane na wao. Hatua ya 5 na ya mwisho, kubali usumbufu wa leo ili ununue uhuru wa kesho. Fanya kazi wakati wengine wanalala. Jifunze wakati wengine wanasherekea. Okoa wakati wengine wanatumia. Hivyo ndivyo wale 10% wanavyoishi tofauti. Nimalizie kwa kusema haya, mtego unaofanya 90% ya watu wabaki maskini si serikali, si uchumi, wala si mshahara mdogo. Hapo sasa tusiseme kwamba ni mshahara mdogo, hamna. Mtego unaowafanya 90% ya watu wabaki maskini ni uamuzi wako, ni maamuzi ya watu. Ni habari njema kwamba ni watu wana uwezo, na kama maamuzi ndio tatizo, basi nguvu ya kubadilisha hali hiyo iko mikononi mwenu, mikononi mwa watu. Kwa hiyo leo usiku jiulize, je, ninaishi kwa uhuru au mimi ni mfungwa wa mtego wa umaskini? Kwa sababu wengi bado naona tu bado wako kwa mtego huo. Kwa hivyo sisi tujihadhari sana, tusiwe katika mtego huo. Asante kwa kunisikiliza.